wakikaa kwenye vijiwe vya pombe, wakikaa kwenye vijiwe vya drafti, kwenye bao na maeneo mengine. Wako wengine wanadiriki kusema serikali ya awamu ya 6 hakuna ilichofanya. Wale watu tuwahurumie, kwa sababu hawajui walisemalo, na bahati mbaya hawatembei kwa wananchi. Inawezekana wako kwenye vijiwe, kwenye miji, wako mjini, lakini wangefika vijijini, wangeona namna ambavyo wananchi wanafurahia na huduma zinazotolewa na serikali. Wasingepasa kusema maneno kama yale. Na sisi kama kamati ya siasa ya mkoa wa Ruvuma tumejiridhisha sana, na tunachukua fursa hii kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kila halmashauri kuna timu ya usimamizi na ufuatiliaji, wanafanya kazi nzuri sana, na ushahidi katika ujenzi wa kituo hiki cha afya. Hiki kituo cha afya kinajengwa vizuri kwa viwango, na niwapongeze mafundi wetu wa hapa Peramiho, au mafundi wale tunasema mafundi loko, si ndio, ambao tunawapa kazi, tunawapa ajira. Kwa kweli wanathamini ajira tunayowapa, kwa sababu kazi wanayofanya inaonekana yenye ubora wa hali ya juu. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama viongozi wa chama kuelekea maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi, tunajivunia sana na manufaa haya na yaliyotokana na uongozi bora wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, ninachoweza kuwaomba muendelee kusimamia ili kasi ya ujenzi wa ukamilishaji wa kituo hiki ufanyike kwa haraka, kwa muda uliopangwa ikiwezekana. Lakini la muhimu, viongozi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, simamieni, kwa sababu hii ni mali yenu. Hii sio mali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa hii ni mali yenu, ni kituo chenu cha afya. Kwenye Biblia kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo, katika waraka wake kwa Warumi sura ya 1 mstari wa 6 na wa 7 anasema, sionei haya Injili, kwa maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa yeyote aaminie, kwa Myahudi na Myunani pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nadiriki kusema hapa, sitaona haya wala aibu kusema Dr. Samia ni tunu ya Watanzania, wanaompenda na wasiompenda. Uwekezaji mkubwa kama huu, mimi nimeshangaa Mheshimiwa Mwenyekiti. Nilijua jengo litakuwa hili, nashangaa tunakwenda jengo jingine, tunakwenda jengo jingine, tunakwenda jengo jingine. Alafu nikiangalia na jiografia yenyewe, sio kwamba kuna population kubwa namna hiyo. Kiukweli Dr. Samia ni tunu kwetu kwa Tanzania. Uwekezaji mkubwa anaofanya kwa wananchi hawa, mimi naamini sisi hatuwezi kumlipa, tumuombe tu kwa Mungu Mheshimiwa Rais. Lakini kwa dhati nawapongeza watumishi. Mnamsaidia Mheshimiwa Rais kutimiza ile azma yake aliyoyakusudia kwa wananchi. Tuendelee kusimamia mradi huu ukalete tija. Raha ya Dr. Samia kuona wananchi kama mwenyekiti huyu na sisi. Huyu hapo ukimuuliza Muhimbili amewahi kufika, hajawahi kufika. Ukufahamu Lakini Dr. Samia anatusogezea Muhimbili huku. Mradi huu ni mkubwa na tumesikia hapa fedha takriban milioni 600 na point. Tumevishuhudia vituo vya afya vingi ni milioni 500 na point, lakini hiki kina 600 plus. Maana yake ameleta uwekezaji mkubwa sana katika eneo hili. Na muda ule tunakuja huko, hata mwenyekiti tulikuwa tunauliza huko tunaenda kwenye mradi gani, hatukutarajia kama tutakuta kituo cha afya kikubwa kiasi hiki. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa fedha hizi alizozileta hapa kwa ajili ya huu mradi, ili wananchi wa eneo hili waweze kupata huduma ya afya kamilifu. Lakini pia niendelee kuwapongeza ofisi ya mkurugenzi na wataalamu wote. Mradi unaenda vizuri, ukiachana na hizo changamoto za kuchelewa, lakini tunaona ubora wa mradi wenyewe, namna ambavyo umejengwa na unaendelea kujengwa. Ni mradi ambao unaonekana utakuwa mradi bora, unaakisi thamani ya fedha zilizoletwa. Kwa mimi niendelee kuwapongeza sana. Fedha zilizopokelewa kwa ajili ya mradi wa ujenzi kituo cha afya Peramiho ni Tanzania shilingi milioni
1,641,627,778.00. Lengo kuu la mradi ni kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi kwa kata ya Peramiho na maeneo jirani, kupunguza vifo vya mama na mtoto pamoja na kupunguza msongamano wa wagonjwa katika hospitali ya wilaya ya Songea na maeneo ya karibu.